Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Saikolojia ya wanawake. Wewe mwanamume mwenzangu uliopo mahali hapa, fahamu mambo yafuatayo, kwamba ndiyo mahitaji ya mwanamke. Anayo mengi, lakini haya ni ya msingi, na usipoyafahamu haya utajikuta unaishi katika mazingira ya mgogoro na mke wako, kwa sababu hufahamu mahitaji yake ni nini. Hitaji la kwanza muhimu la mwanamke yeyote duniani kwa asili ya uumbaji wa Mungu ni upendo na kuthaminiwa. Mwanamke yeyote, mpe vyote utakavyompa, hitaji lake la kwanza ni kupendwa na kuthaminiwa. Love, care and concern. Na ndiyo maana Biblia katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 kinasema, enyi waume wapendeni wake zenu. Mungu hakusema enyi wake wapendeni waume. Biblia imesema enyi waume wapendeni wake zenu. Mungu anajua ameweka hitaji kubwa kwa mwanamke la kupendwa. Na mfahamu na tufahamu kwamba wanawake wanaongozwa na hisia, emotions. Na kwa sababu wanawake wanaongozwa na emotions, wanapohisi kupendwa ndivyo wanavyofanya mambo mema kwa waume zao. Mwanamke akihisi hapendwi, hathaminiwi, wewe baba jiandae kwa maumivu. Kwa hiyo kumbuka wakati wote kwamba hitaji kubwa la kwanza la mwanamke ni kupendwa, kuthaminiwa. Thamini mchango wake, thamini kazi yake, thamini kujitoa kwake kwako, thamini anayofanya kwa ajili ya familia na mengine. Mwanamke asipothaminiwa anahisi kutokupendwa. Hilo ni hitaji kubwa la kwanza. Hitaji la pili la mwanamke, au saikolojia ya pili ya mwanamke, mwanamke anapenda kusikilizwa. Kusikilizwa. Hata kama anaongea pumba, anatamani asikilizwe. Na kwa sababu wanawake wanaongozwa kwa hisia, Mungu amewaumbia hali ya kuwa na maneno mengi. Usipoelewa hali hiyo ya mwanamke, unaweza ukapata naye shida. Nakumbuka tulikuwa tunasafiri siku moja kwenda Mbeya. Tulipofika mahali fulani panaitwa Bufindi, tukakuta kuna ajali pale ya bodaboda na gari. Bodaboda imeanguka kule, gari liko upande huu. Mle ndani kulikuwa na baba mmoja na mama mmoja, nao wanakwenda Mbeya. Yule mama akamuuliza mume wake, hivi baba, hivi bodaboda ilikuwa inatokea wapi? Fikiria, wametoka wote Dar es Salaam, wako kwenye basi, wote wanashuhudia ajali, lakini mama anauliza, hii bodaboda ilikuwa inatokea wapi?
Yule baba ni mkomavu, anaelewa mahitaji ya mwanamke. Mwanzoni akasema, lakini mke wangu, si wote tumetoka Dar es Salaam? Lakini baadaye akasema, anyway, ninadhani huyu bodaboda alikuwa anatoka huku na huyu wa gari alikuwa anatoka huku, ndio maana hii ajali imetokea. Mama akasema, okay, satisfied. Sasa angekuwa mwanamume mwingine angepewa kauli ya mkato. Kwa mama pale umeua hisia zake, na kwa kweli kuna mambo mengine jioni anaweza yasiwe salama sana. Wanapenda kusikilizwa, hata kama wanaongea pumba, sikiliza. Halafu mjibu kwa hekima, upendo na upole, utakula mema ya huyo mwanamke. Wanawake ndio wameshika hatima za wanaume, ndio wanaweza kutufanya tuwe na afya njema au mbovu. Wanawake tuishi muda mrefu au muda mfupi. Wanawake tuwe na akili nzuri au mbovu. Wanawake. Na ndio maana Biblia katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 inasema, enyi waume muishi na wake zenu kwa akili, sio kiroho, kwa akili. Wanawake wanapenda kusikilizwa. Usipomsikiliza mwanamke, anahisi hapendwi, anahisi anapuuzwa. Na akishahisi kupuuzwa, na kwa sababu mwanamke anaongozwa na hisia zake zikishuka, kuzirudisha kuwa nomo ni msalaba. Maneno makali ya mwanamume dhidi ya mwanamke yanaua hisia za mwanamke. Wanawake wanatamani kuambiwa maneno matamu. Jambo jingine, usalama na kinga. Mwanamke anatamani kuhisi wakati wote yuko salama. Baba asipopatikana nyumbani, mwanamke au huyu mama anajihisi hayuko salama. Baba anapotumia maneno makali dhidi ya mke wake, huyu mama anahisi hayuko salama. Lugha chafu za baba dhidi ya mke wake zinamfanya huyu mama ajisikie hayuko salama. Kwa sababu wanawake wanapenda kujisikia wako salama. Anatamani mwanamume huyu ahisi changamoto zake, matatizo yake, hisia zake. Kama huyu mama anajisikia maumivu, halafu namwambia ukome, umezidi, umemmaliza. Ndio maana kuna wanawake wengi leo utawasikia wanasema, ninaishi na mume wangu lakini sina hisia naye. Kuna wanawake wanaishi na waume zao kama miti ya mpingo, hisia zimekufa. Wako pale ndoa ushahidi tu kutimiza wajibu, they don't feel, they feel nothing. Sasa baba anapokosekana nyumbani, mara nyingi anapokuwa na kauli ngumu kwa mke wake, mama anaanza kuwa na hofu ya kupoteza ulinzi, na hiyo sasa inamletea msongo wa mawazo, hisia zake zinabomoka. Na mwanamke akifikia hatua hiyo, hisia zake zimeshuka chini,
Wewe baba, jiandae kwa maumivu. Jambo lingine ni multitasking. Wanawake Mungu amewaumba kuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Ataenda kazini, atarudi, ataenda jikoni, atapika, hata nini, ataumwa huko, anaumwa kidogo lakini yuko kwenye majukumu, huku kuna mtoto sijui nini. Mungu amewaweka hivyo. Wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kubeba mambo magumu moyoni kwa muda mrefu kuliko wanaume, kwa sababu wanawake wanabeba majukumu mengi ya kifamilia. Wanatamani kuwa na wanaume wanaojali na kuthamini majukumu yao. Kinyume na hapo, matatizo yanaanzia hapa. Kwa hiyo wanaume mliopo hapa, mfahamu hayo. Mkeo anapokuambia changamoto yake, usikimbilie kutoa suluhisho. Anatamani kusikia pole, pole mke wangu, naelewa unavyohisi, pole sana. Ukifanya hivyo utakula mema yake. Kinyume na hapo, jiandae maumivu kuanzia bedroom. Wanawake hawana jambo dogo, hawana jambo dogo. Wewe jambo naloliona ni dogo, kwake ni kubwa. Kwa hiyo mwanamume mwenzangu, fahamu kweli huo, utakusaidia. Wanawake ndivyo walivyo. Usipowajua utaishi nao kwa maumivu na kwa shida nyingi. Wanawake wanapenda mahaba. Ukiona mwanamke hapendi mahaba, na changamoto ya afya ya akili. Kwa asili wanawake wameumbiwa mapenzi. Baba mmoja, mke wake anamuuliza, baba, naona kama hunipendi. Baba akamwambia, unataka nikupende mara ngapi? Siku ya ndoa si nilikwambia nakupenda? Mambo madogo yanazaa tatizo kubwa. Mambo madogo yanapopuuziwa ndiyo yanayotengeneza matatizo makubwa. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo.